Mtazamaji wa Dodoma City TV, karibu katika matukio ya wiki hii ya tarehe 10 hadi tarehe 17 ndani ya halmashauri ya jiji la Dodoma, nikimaanisha makao makuu ya nchi. Kabla ya kuanza matukio haya, huu hapa ni muhtasari wake. Walimu wa halmashauri ya jiji la Dodoma watakiwa kutimiza wajibu wao kwenye ufundishaji. Zaidi ya Tanzania shilingi bilioni 7 yatekeleza miradi kata ya Mioji. Kunako habari za michezo na burudani, timu ya watumishi jiji la Dodoma yajipanga kupata ushindi kwenye mashindano ya Mei Mosi. Mtazamaji, karibu katika matukio yetu ya wiki kwa wiki hii ya leo. Nitakaye kutogezea matukio haya ni mimi Queen Peter Masunga. Ngana nami mwanzo hadi mwisho. Karibu. Katibu Tawala Mkoa wa Dodoma Bwana Kaspari K. Muya amewataka walimu wa shule za msingi na sekondari katika halmashauri ya jiji la Dodoma kutekeleza wajibu wao katika ajira zao zinazowataka kuwafundisha wanafunzi kulingana na kalenda ya serikali. Amezungumza hayo wakati wa kikao kazi kilichoandaliwa na afisa elimu mkoa wa Dodoma chenye lengo la kuangazia taarifa mbalimbali, ufuatiliaji wa maendeleo ya taaluma kwenye shule zilizopo ndani ya halmashauri hiyo. Kikao ambacho kimefanyika katika ukumbi wa shule ya sekondari Dodoma April 11, 2025. Lakini kwa ufupi nimetoa angalizo kwa walimu wote wazembe, nimetoa angalizo kwa walimu wote wazembe. Maafisa elimu mwanzo kuchukua hatua kwa kuwabainisha, kwa kujua aina ya uzembe na kujua mmefanya nini na nyinyi mnashauri nini kwa maandishi na taarifa hiyo nipate. Na nilisema pia mwanzo kufanya msawazo, kwa sababu watu wanakwenda kukaa kwenye shule moja, walimu wengi, hatimaye wafundishi, majukumu yalikuwa ni mengi, kazi haziendi, matokeo madogo, wakati wanatumia fedha ya wananchi kitu ambacho haiwezekani. Lakini vinginevyo tutende haki kwa taifa letu, kupambana na ujinga, kufundisha vizuri watoto wetu wafaulu. Ili kuendelea kutunza mazingira katika jiji la Dodoma, taasisi ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira JUZA imekuja na mradi wa kukusanya na kurejesha taka za plastiki na karatasi kwa kuhamasisha jamii kutenganisha taka hizi ili zile ambazo zinaweza kurejeshwa kwa matumizi mengine zipatikane. Akizungumza mara baada ya kikao hicho, mkuu wa kitengo cha udhibiti taka ngumu na usafi wa mazingira Dickson Kimaro alisema mradi huo utakwenda kupunguza kiasi cha taka kilichokuwa kikibaki mtaani katika jiji la Dodoma. Kwa majina naitwa Dickson Kimaro, ni mkuu wa kitengo cha usafi na udhibiti wa taka ngumu katika halmashauri ya jiji la Dodoma. Na ndugu zangu, asubuhi kuna wenzetu wa shirika lisilo la kiserikali wa JUZA ambao wakishirikiana na wenzetu wa Global Solution wamekuja kutambulisha mradi wa uchakataji na urejeshaji wa taka, kwa maana ya kwamba kupunguza kiwango cha taka ambazo tunazipeleka katika dampo letu la Chidaya. Mradi huu utajikita katika maeneo ya kuhamasisha jamii kutenganisha taka katika ngazi ya kaya na ngazi ya taasisi, na kuhakikisha kwamba zile taka ambazo zinaweza kutumika tena katika viwanda vyetu basi zinarejeshwa na kwenda viwandani. Sisi kama halmashauri ya jiji la Dodoma ni eneo ambalo of course ukiangalia mpango mkakati na mikakati ambayo tumejiwekea, ni moja ya maeneo ambayo tulisema tutashirikiana na wadau mbalimbali kuhakikisha kwamba tunarejesha taka, tunatenganisha taka na tunatoa elimu sana kwa wananchi wetu kuwa na tabia ya kutenganisha taka. Kwa kipekee kwa niaba ya mkurugenzi wa jiji la Dodoma na kwa niaba ya halmashauri ya jiji la Dodoma, nichukue nafasi hii kwa kweli kukaribisha sana wadau wetu hawa, na sisi kama halmashauri ya Dodoma tutatoa ushirikiano wa kutosha kabisa kuhakikisha kwamba huu mradi katika kipindi cha miaka miwili unakwenda kutekelezwa na unakuwa na manufaa kwa wananchi wa Dodoma na wakazi wa Dodoma na halmashauri ya jiji la Dodoma kwa ujumla. Aidha, mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya JUZA Nasibu Kitabu alikuwa na haya ya kusema. Jina naitwa Nasibu Kitabu, mimi ni mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya JUZA Waste Pickers Initiative, taasisi inayojishughulisha na masuala mazima ya uhifadhi na utunzaji wa mazingira, na hususan sisi tumejikita katika kuwasaidia na kushughulika na wale vijana ambao wao ni wanaokota taka. Na kwa sasa tuko kwenye jiji la Dodoma, tumekuja na mradi wa kurejesha taka za kukusanya na kurejesha taka za plastiki pamoja na taka za karatasi, lakini pia sambamba tupo na watu wa Global Waste Solution ambao wao wanatusaidia kwenye eneo la kudhibiti taka za chakula, kwa maana kutoa elimu kwa jamii kutenganisha taka, lakini pia kutengeneza wadudu wa BSF kutokana na zile taka za chakula kwa jiji la Dodoma. Tunategemea tutapunguza kiasi kikubwa sana cha taka hizi kwenda dampo itapofika mwaka 2027. Tutakuwa hapa tukiendelea utoaji elimu
kwenye taasisi mbalimbali, mashule pamoja na jamii, kuona sasa umuhimu wa kutenganisha taka ili tuweze kuokoa jamii yetu na changamoto mbalimbali zinazotokana na utunzaji holela na utupaji holela wa takataka. Halmashauri ya Jiji la Dodoma imekuwa ikitekeleza suala la utoaji wa mikopo ya 10% kupitia mapato ya ndani kwa vikundi vilivyosajiliwa na kukidhi vigezo, ambavyo vikundi hutakiwa kufanya maombi ya mkopo kupitia ofisi ya kata husika. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa maendeleo ya jamii kata ya Mkonze Teresia Camilius alisema kwa mwaka 2021-2024 ni jumla ya vikundi 16 vilivyokopeshwa na kiasi kilichotolewa ni shilingi milioni 262.7, ambapo wanufaika walitumia mkopo huo kwa ajili ya kujiinua kiuchumi. Kata yetu ya Mkonze imenufaika kuweza kuwapatia vikundi vya 10% vipatavyo 16. Tunashukuru serikali, lakini pia halmashauri ya Jiji la Dodoma kwa kuona umuhimu na kuwawezesha vikundi mbalimbali vikiwemo vya wanawake, vijana na watu wenye ulemavu. Kwa vikundi vya wanawake vimeweza kunufaika vikundi 6, lakini pia vikundi vya vijana vikundi 7 na vikundi vya watu wenye ulemavu vikundi 3. Jumla vikundi 16 vimeweza kunufaika na mikopo ya 10% kwa kipindi chote hiki cha miaka 5. Kata ya Mkonze imeweza kunufaika kupitia vikundi hivyo kiasi cha pesa shilingi milioni 262,700 ni pesa taslimu ambayo imeweza kukopeshwa kwa vikundi vya 10% hivyo 16 vilivyopo katika kata ya Mkonze kwa kipindi chote cha miaka 5. Wananchi wamenufaika, lakini pia kuna mabadiliko katika jamii, kwani imewezesha kuweza kukuza mitaji na ambao hawakuwa na biashara au miradi wameweza kuanzisha kulingana na malengo ya vikundi vyao, na hali ya marejesho inaendelea vizuri. Kwa upande wao wanufaika walikuwa na haya ya kusema. Kombo Mari ni katibu wa kikundi cha Faraja ya Kweli kilichopo mtaa wa Muungano B, kata ya Mkonze, wilaya ya Dodoma mjini, halmashauri ya Jiji Dodoma. Kikundi chetu kilianza mwaka 2018. Kikundi kilianza na wanachama 10. Kwa sasa kikundi kina wanachama 15. Tunashukuru serikali ya halmashauri ya Jiji la Dodoma kutupatia mikopo wa shilingi milioni 10 ambao tulipata mwaka 2021 mwezi wa 6, ambao tulinufaika nao kuanzisha mradi wa usindikaji wa karanga. Na pia tumehudhuria mafunzo kama marekebisho ya sheria mpya ya mikopo ya 10% kama inavyoelekeza. Mila Musa Kondo ni katibu wa kikundi cha Unique Group Chidachi, kikundi ambacho kimenufaika kupata 10% ya fedha za jiji kupitia mradi wa ufugaji wa kuku. Kikundi chetu kipo mtaa wa Chidachi, kata ya Mkonze, ni jirani kabisa na St. Mary's. Kama kikundi tulifanikiwa kupata kiasi cha shilingi milioni 10, fedha ambayo imetusaidia kuanzisha mradi wa kuku na kuendeleza kwa ukubwa. Kwa tangu kipindi hicho mpaka leo tumeweza kuingiza kuku katika awamu tofauti tofauti, ambapo ni karibia kuku 3,000 na kuweza pia kuzalisha ajira kama kikundi na kunufaika kwa mwanakikundi pia mmoja mmoja. Diwani wa kata ya Miuji Beatrice Ngelangela alifanya ziara ya kutembelea na kukagua miradi mbalimbali ya maendeleo inayotekelezwa katika kata hiyo, ikiwa ni sehemu ya kuhakikisha ufanisi kwa manufaa ya wananchi. Ziara hiyo ilikuwa na lengo la kutembelea miradi ikiwemo ujenzi wa madarasa katika shule ya msingi Mlimwa C, shule ya sekondari Miuji B, kituo cha afya Miuji na ujenzi wa barabara inayounganisha kata ya Miuji na kata ya Ipagala. Aidha, diwani huyo alisema kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi kwa kushirikiana na halmashauri imejipanga kuhakikisha miradi yote inatekelezwa kwa viwango vya juu na kwa wakati. Kwa majina naitwa Beatrice Ngelangela, diwani wa kata ya Miuji, ambao ndani ya Jiji la Dodoma kuna kata 41 na Miuji ni mojawapo ya kata. Lakini kata yangu ya Miuji ina mitaa 3 ambao ni mtaa wa Machasi, mtaa wa Miuji proper na mtaa wa Mpamaa. Katika kata yetu ya Miuji tumepata miradi mingi ambayo inazidi zaidi ya bilioni 7 pointi
katika kata yetu ya Miuji ndani ya miaka 5. Kata yetu ya Miuji tumepata miradi mingi, ikiwemo mradi wa kwanza, mradi wa Rami ambao inaunganisha kata ya Miuji na kata ya Ipagara. Kilomita 6 ambazo ni thamani ya bilioni 6.7 ambao tumepata katika kata yetu ya Miuji. Kwa hiyo mimi kama diwani najisikia vizuri kwa sababu nilikuja katika kata yetu ikiwa haina barabara, tukafungua barabara na mwisho wa siku leo tuna Rami ambao tunajivunia na wananchi wetu wananufaika. Kwa shukrani za pekee ziende kwa Mwenyezi Mungu ambaye anatupa uzima na afya. Shukrani za pekee pia ziende kwa rais wetu Mama Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye yeye ndo anaruhusu haya mambo yafanyike, maana ni mwenyekiti wa chama chetu cha Mapinduzi. Na sisi ambao tunasimamia ilani ya chama cha Mapinduzi kama mafiga matatu tunaendelea kusimamia kazi ambazo zinatumwa na wananchi wetu kwa ajili ya maendeleo ya kata yetu. Kwa tuna miradi mingi. Mradi mwingine ambao tumeupata katika kata yetu ni sekondari, ambayo sekondari kubwa sana kuanzia O level hadi advance. Kwa tuna wanafunzi kuanzia form 1 na form 2 ambao tumeanza mwaka jana, lakini vile vile tuna wanafunzi tunaotegemea kuwapokea wa advance kuanzia form 5 mwezi wa 7, maana yake tunategemea, maana tuna mabweni tumeshajenga, lakini vile tuna nyumba za walimu 2 in 1, lakini na madarasa mawili ambayo ya kuanzia. Tuna zahanati pia. Kata ya Miuji ilikuwa ina zahanati, lakini leo tuna zahanati yetu ambayo ni kubwa, inahudumia watu ambao walikuwa wanaenda kilomita zaidi ya 6 kufuata zahanati, leo wanahudumiwa. Kwa hiyo sasa hayo yote ni maendeleo ya ilani ya Chama cha Mapinduzi na maendeleo ya serikali ambayo wananchi wanapenda. Kwa hivyo zote ni juhudi ambazo serikali yetu ya Chama cha Mapinduzi inaendelea kuzifanya ndani ya mafiga matatu ambao wananchi wametuamini. Kwa mimi napenda nishukuru sana uongozi wetu kuanzia wa chama, kuanzia taifa, mkoa, wilaya pamoja na kata mpaka kwenye matawi. Wote wanatupa hamasa na nguvu ya kusimamia hii miradi ambayo serikali inaita fedha. Lakini vile vile ndani ya jiji letu la Dodoma, ndani ya pesa zetu on source tumepata pesa nyingi sana. Ndani ya kata yangu ya Miuji mimi naweza kusema kwamba nimepata zaidi ya milioni 100 kwenye miradi tu ya ujenzi. Lakini nina vikundi vya ujasiriamali ambazo zinatolewa zile pesa kwa asilimia. Nina zaidi ya milioni 400 ambazo zimetoka kwenye vikundi vyetu, ikiwemo walemavu, vijana pamoja na wamama. Hivyo vyote ni juhudi za serikali yetu ambayo inataka kumkwamua kila mwananchi. Vile vile katika swala la elimu sisi Miuji naweza kusema kwamba tumemaliza. Maana tuna shule kuanzia urevu, kuanzia msingi, tuna shule nzuri Mlimwasi na Mpama na bado japo nyingine tunaendelea kukarabati. Lakini tuna sekondari form 1 mpaka form 6. Kwa mimi binafsi kama diwani najisikia fahari kwa sababu kwanza nje ya udiwani mimi ni mwalimu. Kwa hiyo kama mwalimu napenda wananchi wangu wapate elimu na serikali imenifanyia. Kwa hiyo namshukuru sana Dr. Samia Suluhu Hassan. Namshukuru mbunge wangu ambaye ni figa langu la kati na mimi mwenyewe, lakini na wale watu ambao wananipa moyo na wananchi wangu walionituma katika kata yetu ya Miuji. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa sababu umeendelea kufuatana nasi tangu mwanzo hadi wakati huu. Zifuatazo sasa ni habari za michezo na burudani. Mimi ni Queen Masunga. Afisa michezo jiji la Dodoma Neema Kilungula alisema katika mashindano ya michezo inayofanyika mkoani Singida kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya wafanyakazi Mei Mosi, kama timu ya watumishi kutoka jiji la Dodoma watarudi na ushindi kwenye kila michezo itakayochezwa, kwani walijiandaa vizuri. Leo tarehe 14 mwezi wa 4 tumeagwa na mkurugenzi kwa ajili ya kwenda kushiriki mashindano ya watumishi ambayo yanafanyikia Singida. Tumejipanga, tumejiandaa, wachezaji wangu wapo na utimamu wa akili na mwili. Tunamshukuru mkurugenzi wetu kwa kutusupport na kuwa na bega kwa bega na sisi tangu mwanzo wa mazoezi mpaka leo ambapo tunaenda kuhitimisha kwenye mashindano. Then tunasubiria kilele ambao ni tarehe 1 mwezi wa 5 2025 siku ya Mei Mosi. Tunamwaahidi tutarudi na ushindi mkubwa kwa michezo yote, maana tumejipanga vilivyo. Wachezaji wana morali sana, yani wana morali ya kutosha. Vibe kama lote. Tunaenda kushiriki michezo ya football, netball, volleyball, basketball. Pia kutakuwa kuna michezo ya jadi kama karata, bao, draft, darts na ngoma. Kwa hiyo tunaenda kushiriki hiyo michezo mingine. Kwa upande wake kocha wa timu ya watumishi wa mpira wa miguu Hussein Yahya alisema wanaishukuru ofisi ya mkurugenzi wa jiji kwa kuwaunga mkono tangu maandalizi yalipokuwa yakifanyika kuelekea mashindano hayo. Kwa majina naitwa Hussein Yahya, ni kocha wa timu ya watumishi wa halmashauri ya jiji la Dodoma.
Tupo hapa kwa ajili ya kuagana na mkurugenzi. Kiukweli mkurugenzi katuaga vizuri na kutupatia baraka zake zote. Pia tunamshukuru mkurugenzi wa jiji la halmashauri ya Dodoma kwa ushirikiano wake mpaka watumishi wote wamefanikiwa kwenda kushiriki mashindano ya Mei Mosi. Jambo la muhimu, tumemwaahidi mkurugenzi kwamba tutarudi na ushindi, na timu zipo vizuri, watumishi wote wana nidhamu ya hali ya juu kwa ajili ya kushiriki mashindano ya Mei Mosi. Kwanza ndo kwa mara ya kwanza wanashiriki, hivyo wana moyo wa kujituma na naamini watafanya vizuri kwa nidhamu ya hali ya juu. Mtazamaji, tunashukuru sana kwa kuambatana nasi mpaka sasa tunapoelekea kutamatisha. Ililokuwa na mwanzo halikosi kuwa na mwisho. Tuliokusogezea matukio haya ni mimi Queen Masunga kwa niaba ya mchanganya picha Josephine Kayugwa. Tunashukuru sana kwa kuwa pamoja nasi. Usiache kusubscribe, kulike na kucomment. Hadi wakati mwingine, nikutakia utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea. Kwaheri kwa sasa.